Kuna wakati unaweza ukapata changamoto ya maumivu makali ya tumbo, lakini hujui chanzo au sababu hasa ya maumivu hayo ni nini. Lakini leo katika siku ya leo nitakuletea mada kuhusu vyanzo au chanzo halisi cha maumivu makali ya tumbo. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nitakuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Maumivu makali ya tumbo yanaweza kutokea na vitu vifuatavyo. Kwanza, inaweza ikawa ni changamoto ya vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo vinaweza vikapelekea mtu kupata maumivu makali ya tumbo, hasa sehemu ya juu ya tumbo katikati ya kitovu, lakini pia maumivu haya muda mwingine yanaweza kawa yanahamia mgongoni. Lakini pia yanaweza kawa yanapatana pamoja na choo kigumu, lakini pia kuna wakati pia maumivu haya yanaweza kahamia kwenye kifua na kifua kikawa kinauma. Jambo la pili ambalo linaweza kupelekea mtu kupata maumivu makali ya tumbo ni maambukizi ya mfumo wa mkojo, tunaita urinary tract infection. Kupata maambukizi katika mfumo wa mkojo, unaweza kupata maumivu ya tumbo la chini, tunaita lower abdominal pain, na maumivu haya muda mwingine yanaweza yakaama mpaka kwenye maeneo ya kibofu, na mtu anaweza kupata dalili kama kujisikia kichefuchefu, kupandisha homa, lakini pia pamoja na kuishiwa nguvu. Tatu, kinachosababisha maumivu makali ya tumbo hasa kwa wanawake ni mimba nje ya mfuko wa kizazi, tunaita ectopic pregnancy. Maumivu haya mara nyingi yanakuwa ni makali hasa katika tumbo na mara nyingi yanahamia katika bega upande wa kulia. Na maumivu haya kuna wakati yanaweza kuambatana na mama kuvuja damu nyingi. Kwa cha kufanya, una daktari mara moja. Kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha maumivu makali ya tumbo ni kupata choo kigumu, yani constipation au kukosa choo kabisa. Hali hii inaweza kuambatana na maumivu makali, mtu akawa anajinyonga, akahisi tumbo limejaa, lakini pia akawa hapati choo muda mrefu. Kufanya hivi maana yake ni dalili kwamba wewe upate choo au choo chako ni kigumu. Inaweza ikawa ni ishara ya obstruction au inaweza ikawa ni ishara ya changamoto ya choo kuwa kigumu. Kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea mtu kupata maumivu makali hasa kwa wanawake ni uvimbe katika mfuko wa kizazi, tunaita uterine fibroid. Mama anaweza kupata uvimbe, anaweza kupata maumivu makali ya tumbo. Maumivu haya yanaambatana muda mwingine na kupata hedhi isiyo koma. Kwa hiyo dalili hii ujue ni ishara ya uvimbe katika mfuko wa kizazi. Kitu kingine ambacho kinaweza kupelekea maumivu makali ya tumbo ni pamoja na njaa. Mtu akiwa na njaa jala muda mrefu, tumbo pia linapata maumivu, ni kuashiria kwamba tumbo lake linahitaji chakula na anahitaji kupata chakula. Kitu kingine ambacho kinaweza kupelekea maumivu makali ya tumbo ni pamoja na appendicitis. Appendicitis hapa ni inflammation ya appendix, ambapo ni kiungo ambacho kinapatikana katika utumbo mpana. Mara nyingi ni kama kakidole hivi. Hasa haka kanapokuwa inflamed, kanapokuwa kamejaa kanapopata changamoto ya maambukizi ya bakteria, kanaweza kupelekea mtu kupata changamoto ya maumivu makali ya tumbo, ambayo kuna muda yanaweza yakawa pia yanahama, tunaita na shift kwenda kwenye upande mwingine. Kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea maumivu makali ya tumbo tunasema ni intestinal obstruction. Intestinal obstruction ni utumbo kuwa na changamoto ya kuziba katikati ya utumbo, intestinal obstruction. Mara nyingi inaweza kutokea katika utumbo mwembamba. Hali hii inaweza kupelekea mtu kupata maumivu makali, na hii ni hali ya dharura, ni emergency, ambapo anahitaji upasuaji wa dharura. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, hizi zilikuwa ni changamoto ambazo zinaweza kupelekea mtu kupata maumivu makali ya tumbo. Naamini ziko nyingi, ila hizi ni baadhi. Tuendelee kujadili zingine katika mada zinazokuja. Kama una swali, una comment au kuna changamoto na nimeisahau mimi binadamu, andika kwenye comment section ili ndugu zetu, marafiki zetu wajifunze zaidi, na katika mada inayokuja nitaongea changamoto yako. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.